Mtazamaji wa Kawawi Media, karibu kwenye mbelenge za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Justin Kesi. Tunaenda kuzungumzia na mambo mbalimbali kwenye soka letu, hususan dabi ya Kariakoo. Wekundu wa Msimbazi Simba wanaomba tiketi zitangazwe mapema ili kwa ajili ya kufanya maandalizi yao nje ya uwanja na ndani ya uwanja kwenye mchezo wa Simba na Yanga, mchezo ambao unaenda kupigwa Juni 15 mwezi huu. Pia vile tutaangazia zaidi kwenye nani anaingia, nani anatoka kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Justin Kesi, habari za sasa? Namshukuru Mungu, uko poa kabisa. Tuko poa, sio? Alhamdulillah, kumekucha. Na Mwenyezi Mungu ni mtoa heri na baraka na neema zake. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Tuko sawa kabisa. Tuanze hapa. Wekundu wa Msimbazi Simba, afisa habari wao nimemnukuu akisema wanaomba tiketi ziwahi kutangazwa kwa ajili ya wafanye maandalizi kuelekea mchezo wao dhidi ya Young Africans. Nafahamu Young Africans ndio mwenyeji, kwa hiyo wanapaswa kuratibu vitu vyote vinavyoendelea. Na wenyewe wamesema huu mchezo hawautambui. Pengine hichi ambacho kinachoenda kutokea ndio kama kile cha Machi 8. Kwanza nacheka kama ni mambo mazuri. Kitu cha msingi ambacho wanatakiwa kufanya mamlaka ya soka ni kuliandaa hili jambo mapema. Wanaoenda kupata usumbufu ni wawekezaji, ambapo kuna benki, lakini kuna kampuni yenye haki ya kurusha matangazo ya television. Kuna promo lazima wazifanye, kwa sababu wao hii ni uwekezaji ambao ni biashara. Biashara ambayo inahitaji, kwa sababu umekushatoa, baadaye upate return zake. Kwa Azam yeye anahitaji vingamuzi vinunuliwe, vifurushi vilipiwe. Excuse, na wale ambao wanatazama Azam TV, Azam Max watalipia. Kwa ili uandae mazingira hayo, lazima utengeneze gharama za matangazo kwenye radio stations, kwenye TV stations, kwenye magazeti, kwenye online, vyovyote vile, lakini lazima ufanye matangazo, promo kwa ajili ya hii biashara. Sasa ukiacha hao, unaenda kwa mlaji. Mlaji ni mshabiki na mdau ambaye yeye atajiandaa kwa mambo mengi. Kuna mtu yuko nje ya mipaka ya Tanzania. Kuna mtu yuko nje ya mipaka labda ya Dar es Salaam, kama mchezo ambao utapigwa Benjamin na vinginevyo. Atakuwa anapanga bajeti yake aweze kusogea Dar es Salaam. Atanunua tiketi ili aweze kushuhudia mtanange wa Yanga dhidi ya Simba. Lakini rekodi inatuambia hayo yalifanyika kwa kiwango kikubwa sana Machi 8, 2025. Nini kilitokea? Haikuwa nzuri, haikuwa sawa. Si amepita, lakini bado kuna mmoja hana uridhia, hajaridhishwa na hiki ambacho kinaendelea. Amedemand baadhi ya vitu, hajavipatia majibu. Haridhishwi na uongozi wa bodi ya ligi, lakini anahitaji jibu, apewe sababu za msingi kwa nini mchezo wa Machi 8 ulihairishwa. Hakuishia hapo, ameendelea kusisitiza kwamba yeye hatocheza. Kwa nini Yanga amesema hatocheza? Kwa sababu hajaambiwa specific kitu gani kilichosababisha mchezo wa Machi 8 uvunjwe. Mwisho wa siku ni mchezo namba 184 uletwe Juni 15. Ndio madai yake, apewe sababu za msingi, halafu aridhie au asiridhie, atajibu hoja. Akiridhia, itabakia sasa yeye kutekeleza uwajibikaji wake kuelekea Juni ngapi? Juni 15. Mimi binafsi napenda nione mchezo unachezwa Juni 15. Lakini mchezo unachezwa kwenye minajeri ipi?
Wamekubaliana vipi? Machi 8 kwa nini ilivunjwa? Sababu zitoke. Yes. Na kama hakuna sababu, ni maamuzi tu ya wachache kwa mafaida yao wao wachache, kwa sababu mchezo wa Simba na Yanga sio wa bodi ya ligi, sio wa Yanga, sio wa Simba, sio wa TFF. Ni wa maslahi ya wadau wote wa soka. Nikisema wadau wa soka, shehe, kuna dunia kubwa sana hapo. Kwanza nchi husika pamoja na serikali yake na uongozi na mamlaka, jamhuri kwa ufupi, ambayo ina wananchi wake. Wale wananchi kuna mashabiki na kuna wadau na kuna wale tu wanapenda kuona hiyo event au hilo tukio au hilo jambo la Simba na Yanga. Na sio mshabiki wa soka, lakini anaweza kuparticipate kwenye hatua moja ama nyingine. Kwenye wadau kuna wawekezaji ambao ndio sponsors wa hiyo ligi ama hiyo taasisi, ambapo hapo kuna NBC Bank, kuna Azam TV na wengineo kwenye maeneo tofauti. Lakini kuna wale waliodhamini hizo Simba na Yanga ambao wameweka fedha zao kwenye Simba na Yanga. Kuna Mo, kuna GSM. Ni platform ambayo aliifuata kwa sababu ya ukubwa wa hizo taasisi. Zina fan base kubwa sana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kuna mwanachama wa hizo klabu ambaye analipia kadi, anashiriki moja kwa moja kuhakikisha timu yake inaendelea. Kuna mashabiki, kuna wanahabari, kuna wachambuzi. Yani dunia, unaelewa vizuri Lakini kuna wale wafanyabiashara ambao wao hawajawekeza straight kwenye Simba na Yanga, wala hawajawekeza straight kwenye shirikisho wala kwenye hii ligi. Yeye kwa sababu analipa kodi Tanzania, ana eneo la starehe. Katika lile eneo lake la starehe, kwa mfano bar, klabu au restaurant au vibanda umiza, huyu ndio ambaye anaenda kukwazika. Kwa nini? Mimi nimewahi shuhudia, kama hamna kalenda nzuri ya michezo mikubwa, kuna watu wana vibanda umiza hawalipii vingamuzi vyao kifurushi kikubwa, wanalipia cha kawaida tu ili aone tamthilia labda na mambo mengine ya kawaida. Lakini inapofika kuna mbungi kama hii, ana top up. Na kuna hiyo option ya Azam ya top up. Ana top up ili asogee juu aweze kushuhudia mtanange wa Simba na Yanga au Yanga na Simba. Whatever nani atakayekuwa nyumbani. Kwenye haya maeneo ya starehe huwa wanaenda mbali zaidi. Wanaenda kukodisha zile big screen kubwa hivi, tunazijua za kisasa. Na sasa hivi nimeona KMC inafungwa pale. Umeenda? Mimi naenda sana KMC. Okay, jana nimeona sio ni juzi wanaendelea kufunga. Zile zinakodishwa kwa bei sana. Na mtu analipia ile, haishii hapo, anatafuta DJ wa hiyo siku. Kwanza wengine wanafanyaga mpaka mikesha ya Simba na Yanga before ile siku ya game. Watu wanakesha kwa sababu huu mtananga unatarajiwa kuchezwa Jumapili. Kwa mtu anaamini ataanikiza kuwa na muunganiko wa watu wengi Jumamosi, ni siku ya starehe. Kwa itakuwa ni mkesha kuamkia Simba na Yanga. Hawa wote hawa inabidi taasisi ya mpira, mamlaka zifikirie hilo. Watu wengi wao wanaelewa kwa nini nalilia huko. Nalilia huko kwa sababu huko ndio kwenye fedha. Huko ndipo ambapo NBC ana target, GSM ana target, Mo ana target, Azam TV mnamkosea. Yani mamlaka za soka, Azam TV mnamkosea kwa kiwango cha ulimwenguni. Anakosewa sana Azam TV. Saa hii tunasikia ile walete. Na ana promo imechi vibaya mno. And it's June 4th. It's only just 10-12 days ambazo 10-11 days zimebakia. Ana hakika wale ambao walikuwa mwezi huu labda pengine ligi ingekuwa imeisha wasingelipia. June watu wanalipia saa hii ili apate hiyo kufika mpaka tarehe 4 Julai. Anahakikisha watu watalipia online. Kuna zile Azam Max
si ndio? Kuna wale wa vifurushi, yani hili ni eneo lake la kibiashara, lakini tumempoza hiyo confidence kwa sababu kashawakosea watu Machi 8. Kila mtu ana burudani yake, lakini burudani ya mpira, watu wote wenye burudani zote wapo kwenye burudani ya mpira. Watu wote wamo mbona. Wote, na yeye kauli mbiu yake anakuambia Azam TV burudani kwa nani? Kwa wote. Lakini football, local content, yani ile bidhaa ya kinyumbani ya football imekuwa na uteja mkubwa kwake na tamthilia na zinginezo. Lakini mimi naamini main ni nini? Football. Brother, kesi ikitokea Young Africans akawa na msimamo wake huu asilete timu uwanjani, ni nani ahusike kwenye ile kwa asilimia kubwa ku practice na kurushiwa mzigo la lawama? Manake Young Africans tarehe 15 nasemekana anaenda Rwanda kucheza mechi ya kirafiki. Aende asiende, wawe uvunguni wasiingie uvunguni, yani nina hakika 5,000 iwapo Yanga wakasimamia msimamo huu hawachezi. Kwanza kwa sababu wameendelea kutangaza hawatakuwa na lawama kokote ulimwenguni. Kwenye hili Young Africans kuliko wangekuwa wamenyamaza kimya alafu wasiende. Kwa sababu muda upo wa kutafakari kwamba bwana mbona unaendelea kungangania? Kwa sasa wewe ukiingia gharama it's up to you. Kwa hiyo itakuwa mzigo wa direct kabisa kwenye bodi ya ligi. Na mimi I tell you, bodi ya ligi imeshikwa pabaya msimu huu. Yani huku papana hivi. Hivi. Na kwa nini nakwambia wameshikwa pabaya? Tulisikia kauli kabla serikali haijawaita pale Benjamin, kabla Yanga taarifa yao ya kasi haijarudi. Amewahi ongea Mguto kwamba wataenda kuomba msaada zaidi serikalini. Swali kiwashinda. Serikali haina mamlaka ya mwisho, ina uwezo kutumia busara yake kwa sababu serikali yetu ni sikivu, ina utashi, itatumia nafasi kuwashauri, kuangalia maslahi zaidi ya soka kwa kiwango chake. Haiwezi kusema lazima no. Kwa kuna hiari pale ya makubaliano. Yanga wanachotaka kukifanya ni faida ya soka la nchi hii. Wanalitetea soka letu. Mimi hapa na wewe tunaomba iwe hivyo. Tunautaka huu mchezo kwa maslahi kweli kweli. Ndio maana hapa tunazungumza. Kwa sababu ni maslahi yetu hata sisi vyombo vya habari. Nafahamu mdogo wangu pale Sports Point alikodisha kamera ile siku, akataka mmoja awepo nje na mwingine awepo ndani apate interviews, apate viewers. Ni siku ya kibiashara. Yani hii inamgusa kila mmoja. Yani hadi hao YouTube wenyewe siku ile wamekula hasara. Sijui mnanielewa ndugu zangu wapendwa? Tunakuelewa sana hapo brother Kesi. Hamtanielewa. TANESCO siku ile wamepata hasara. Paka TANESCO. Makampuni haya hivi vituo vya mafuta hivi vimekula hasara kwa sababu kuna watu pengine hawana umeme, wanatumiaga majenereta. Hakuna siku ile ambaye hajaguswa. Kwa hiyo wote tuliguswa. Lile yani samahani. Wale wanaouza mabando ya simu wamekula hasara. Kwa sababu kuna watu wanatazamaga kiganjani. Sio lazima ulipige bando. Ile ilikuwa ni hasara ya ulimwengu. Wapenzi wa Simba na Yanga wapo ulimwengu mzima. Bodi ya ligi ya watu 2 watatu tu wanaamua kukaraisha. Yani hii iwe hasara ya bodi ya ligi, iwe mfano. Na hapa hainihusu lakini sasa inanihusu sababu ni maslahi ya soka letu. Mlipopambania mpaka kuwapata wadhamini wakubwa na mabilioni ya fedha ambao wanawekeza Azam na NBC. Mimi naomba nyinyi wadhamini muadabishe bodi ya ligi kwa sababu hawajawapa sababu ya msingi yoyote ambayo ya kufanya Machi 8 mchezo uhairishwe. Wametukosea wadau wa soka. Mimi nikiongea hivi huwa mnielewe. Mimi kwetu ni Changombe Unubini. Tuna eneo letu la biashara la baa. Tulinunua nyama. Nafahamu dada zangu, nafahamu washangazi zangu, ndugu zangu wa mtaani, maeneo yote ya Changombe, Kurasini, Keko, Tandika. Wamama walileta futari pale Benjamin Stadium ile siku. Yes of course. Najua video vyao. Kwa sababu mimi ni jirani pale, navuka barabara tu kwenda Benjamin. Kwa I know.
Na watu wakawa wanajiuliza sana Justin Case, kwa nini Simba Sport Club imekuwa rahisi sana kukubali mchezo? Kana kwamba na yeye kuna baadhi ya malalamiko aliyapeleka na yale malalamiko bado hajatolewa ufafanuzi mpaka hivi sasa. Na yeye amekubali sana. Simba alilalamika kwamba amezuiliwa kujiandaa na mchezo siku moja yake kabla ya kuelekea kwenye mchezo. Ukimpekua Simba alitumia akili katika kuainisha malalamiko yake. Ndio maana alikaa kando akasubiri wamalizane huko. Lakini aliambiwa kuna changamoto ya kiusalama. Hivi ule uchunguzi usalama tarehe 15 Juni utakuwa umekaa sawa? You guys, hivi mnatuchukuliaje hizo stories hizo mnazofanya? Yaani you guys, ndio maana maeneo mengi sana nchi hii akili ndogo inatawala akili kubwa. Lakini kwenye soka safari hii mmepata watu wanao challenge kweli kweli. Kama Yanga wakicheza huu mchezo na wao, mtawafananisha kama bodi ya ligi afu mshindi atakuwa ni Simba. Kama Yanga mkienda uwanjani bila sababu za msingi. Yanga wakikubali kwenda uwanjani bila sababu za msingi ambazo sisi wadau wa soka tukaeleweshwa, bwana ilikuwa hivi na tumethibitisha. Tukajiridhisha. Ulimwengu ukajiridhisha. Yanga na bodi ya ligi kampuni moja. Iwapo mtaenda uwanjani alafu msitoe sababu za msingi za kutia hasara ulimwengu. Yanga na bodi ya ligi kampuni alafu kwenye jasakata hili mshindi ni Simba. Basi Simba alikuwa sahihi kwenye kile ambacho alichokililia. Ila wenyewe wanasema kuna barua yao hawana imani na bodi ya ligi, pengine ikatokea akajiuzuru. Ndio sasa ndio wasipojiuzuru alafu wakaenda uwanjani. Yanga na bodi ya ligi kampuni yani wako pamoja. Mkienda uwanjani. Ila akijiuzuru kwa sababu mmetuambia hivi hamna imani na Almas Kasongo na Mguto. Na ndio maana mkaenda mbali zaidi mpaka yani mkicheza Yanga bila sababu za msingi ambazo wadau wa soka tukaridhika. Nyinyi na bodi ya ligi hivi. Yani inaiweka clear. Yani I don't care because mimi unanijua. Mimi huwa niko hivi. Kwa mtupe sababu za msingi mkikubali kwenda uwanjani. Kwa sababu si mchezo tunautaka, lakini tupewe sababu za msingi kwa sababu ili nisamee hasara yangu, ni lazima uniridhishe. Kwa sababu hakuna tamko mpaka leo kutoka bodi ya ligi kwamba kwa nini tunaomba radhi ule mchezo kwa hili. Nani aliona hilo tangazo? Azam wametoa hajatoa? Walitoa na malalamiko ya hasara. Ile ndio busara ya kibiashara. Lakini bodi ya ligi wao hawajui kwamba wao ni brandi. Hawajui kwamba wao ni nembo. Yani wao ndio KMC, wao ndio Pamba, wao ndio Singida Fountain Gate, wao ndio Singida Big Stars, na vivyo vyote vile. No, Black Stars, Singida Black Stars, afu kuna wale Fountain Gate, kuna Prisons. Yani nyinyi ndio mashujaa bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio Yanga, bodi ya ligi ndio Simba. Hamjaomba radhi mpaka leo. Mmetuambia tu mechi tatu. Yani mnaburuza tu watu sababu mnajua watu wana hiyo hisia na hizi klabu. Lakini hapa sisi tunachokipigania ni mpira wa miguu. And this time around you guys mmeshikwa hapa na uhakika. Nani? Young Africans kashika hapa. No, mimi sema Yanga, wadau wa soka. Wao Yanga wana madai yao, mimi naongelea kama Justin. Mimi kuku zangu pale Changombe ananilipa nani? Kabe mimi mwekezaji. Umeelewa Wale dada zangu wale waliokopa futari, Temeke Stereo wakadhalilika. Hivyo unajua kwamba watu siku ile huwa wanachukua malikauli mzigo. Watu walikopa tambi. Watu walikopa viazi vitamu. Watu walikopa nazi. Nazi inalala guys. Tunafahamu nazi. Nazi inalala. Walete uongo. Watu wamegawa uji pale. Mwezi mtukufu unalazimishwa utoe sadaka kwa bure. Kwa nguvu. Sasa ile sio hiari yoyote ni makubaliano ya maridhio. Hiari haiwezi kuwa utaratibu. Sasa Justin, tukiangazia huu utakuwa ni mtego mwingine kwa Young Africans na bodi ya ligi. Kwa sababu hata viongozi wa Yanga pia nao wameshikwa pabaya na wanachama wao. Katika vitu ambavyo nataka nione wanachama wa Yanga wanawasikiliza vipi viongozi wao ni kipindi hiki pia. Yes. Ndio kipindi kigumu sana. Very true. Na kuhakikishia. Na najua hawatakubali kulifumbia macho jambo hili. Najua. Brother Justin, to shift tuende kwa Wekundu Msimbazi Simba ambayo inasemekana za chini Chema Malone Fondo kashamalizana na Wekundu Msimbazi Simba mpaka sasa hivi hajaitwa kuangalia kwenye kandarasi nyingine. Pengine Chema Malone Fondo alishamaliza kile ambacho alichokuwa nacho. No. Simba hawezi kumwachia Shemaloni kwa haraka hivyo, labda wamepata replacement ambayo imekaa vizuri zaidi. Majeraha ya msimu huu yalimfanya drop kidogo.
lakini sio mchezaji ambaye unaweza kumwacha kwa haraka hivyo. Yes, hakuwa na form nzuri na nimekuwa nikitetea mabeki wa Simba wakati Simba wana mabeki namba 4. Nimeongea hii kila siku, nitakuwa narudia. Beki wao wakati wote ni namba 4, hawana namba 5. Namba 5 walikuwa ni Enoch, Inonga, Baka, lakini nyuma yake Seji, Pasco, Wawa. Baada ya hapo wamepata Josh Onyango namba 4, Rastonyoni namba 4, Juuko Mushidi namba 4, sijui ukimweka huyo Hamza namba 4, huyu Shemaloni Fondo namba 4. Na ndio maana Shemaloni wakati Enoch Inonga Baka yupo, Shemaloni alikuwa anakaa kushoto, Enoch Inonga Baka anakaa kulia. So kuna hiyo vitu lazima tuelewe. Na ndio maana unaona Yanga walikuwa wanamtumia Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Dickson Job. Makosa yalikuwa ni mengi sana kwa sababu wote ni namba 5. Walivompata Baka, umeona Baka anatolewa dhidi ya wale. Rotation inafanyika kwa nani? Kwa wale wawili. Naitwa Justin Case 92.5. Justin Case, ukija ukaangalia kwenye eneo la ushambuliaji la Wekundu wa Msimbazi Simba, mpaka hivi sasa wanahusishwa na kijana kutoka Al Hilal Omdurman, Kamugisha, nadhani unamjua vizuri Sana. Nipigie panga lako hapo, nani anatoka hiyo Kamugisha? Simba wachoja kuondoka wengi, naanza na Mutale, sitaki hata kumuona kwenye ligi yetu, kwa ametudisappoint. Hii ya mwisho ilikuwa ni mbilinge tu kuhakikisha kwamba anasalia kwenye ligi, kajikaza mwishoni, lakini amewadisappoint Simba sana. Promo aliofanyiwa hata huyo Elia Mpanzo hajafanyiwa hiyo promo. Yaani kabisa alipewa heshima zote, aliaminiwa na Wazambia wamekuwa wanafanya vizuri hapa kwenye nchi yetu. Nashangaa tu yeye imekuwa na wakati mgumu sana, sielewi ni nini. Matarajio yalikuwa makubwa, ikawalazimu Simba waende kwenye short term plan, ilibidi wamlete Elia Mpanzo ambaye amedeliver. Of course, yani mtu kama nafasi ya kimataifa unahitaji, unatakiwa muachie yule. Lakini kama haijatosha yule, huna tena nafasi ya kimataifa. Kama nadhani kama kuna alikuwa amejaza, amesajiliwa yule kipa Ayuba Lakred, nayo ni nafasi ya kimataifa. Lakini Okajefa bila huruma sintajali sana kwa sababu amekuja kama former MVP wa Nigeria. Ni Nigeria Ghana? Nigeria, yes. Former MVP wa Nigeria, lakini ameshindwa kuchukua nafasi kwa Kagoma, kijana aliyetoka mkoani kwa milioni 60-70. So to mimi kwa unavyojua Simba sio watu kukaa hivyo kulifumbia macho hilo. Yule namba 3 Nouma anaweza kabaki. Nouma yule. Namba 5 beki wakati kama ukipata replacement yule nani yule? Charabu sijui. Shamu Karabu. Yule unaweza kumwachia pia. Una nafasi za wachezaji 4 watatu hapo. Waondoke. Simba lazima waboreshe zaidi maeneo. Mfozimba striker. Huwezi kubaki nao tena Mutale na Ateba. Lazima mmoja atabidi aondoke. Ampishe mwingine. Leta striker mwingine ambaye atakuhakikishia goli 15 za lazima. Yes. Lakini hawa wawili mmoja wao lazima aondoke. Yaani lazima na uhakika mmoja ataondoka. Kati ya Ateba na Mkwala. Sasa sijui nani, lakini mmoja lazima ataondoka. Itategemea Fadu na ripoti yake natakaje. Ateba amefunga. Ukisema mapenati miwa sio tatizo kwangu, lakini hajachangamka kama Mkwala. Ila katika hao wawili rahisi kumuuza ni Mkwala. Rahisi kumuuza. Mkwala amechangamka zaidi. Nampenda Ateba mimi kwa sababu ya calmness yake. Anapangika kama striker. Yaani ukimwambia bakia kule ili wale wasije sana kutushambulia ana faida. Ila sasa kwa mpira wa sasa ulivyo inahitaji mtu ambaye anajumuika zaidi. Mkwala anaweza ka-assist. Ateba hivi ana assist? Ateba ana assist. Wapi? Kwenye ligi yetu. Alimpasia nani? Mkwala ana wide. Anampisha hapa anampisha Elia Mpanzo, anapisha wenzie. Lini wewe unaona Ateba anatoka pale? Ateba anaombea watu wadondoke apige penalti. So kwangu mimi najua wa Afrika Kusini wanapenda soka la kucheza. Naamini itakuwa ngumu sana kwake Ateba kusalia Simba. Na naamini mshahara wake ni mkubwa kwa Mkwala. Pia watu wanaangalia na uchumi pia. Lazima ubalance. Mmoja ataondoka and I think it's Ateba. Kama nadhani kocha hatoridhia naye. Kagoma kwenye performance nzuri sana. Inasemekana ana uwezekano mkubwa, asilimia kubwa kuondoka kwa Wekundu wa Msimbazi Simba mpaka hivi sasa. Manake Wekundu wa Msimbazi Simba alimuita tena kuangalia kumboreshia maslahi yake. Ila anaonekana yuko kibiashara sana na Wakongo unawafahamu vizuri. Brother Justin Case. Kwanza anajua ni jua la jioni, ana miaka yake 2-3 ya mwisho. Simba kama wataweka ofa nzuri
atacheza, lakini hatakuwa na nguvu aliyokuwa nayo msimu huu. Kumbuka msimu uliopita akumaliza vizuri akaamua kujikaza msimu huu ili asidondoshwe kabisa, kwa sababu ujio wa Okajefa, Fernandez, Mavambo, Awesu ilikuwa ni maingizo makubwa sana na challenge kubwa sana kwa Fabrice Luamba Ngoma. Kilichombeba mimi nabaki kuwa ni mshabiki wake, kwa sababu huwa naamini class is permanent, form is temporary. Kwa class ikaamua, akaonyesha uwezo. Atakuwa na hiyo energy mwakani kwa umri ule? Ndio tuulizane kaza kesi. Ngumu. Kwa ndio maana nilisema akiondoka Okajefa unaweza kuleta midfield nyingine. Nafasi ya kuongeza wachezaji Simba wanayo. Yeah, of course. Okay, shukrani. Barikiwe sana jamani.